Ninamshukuru Mungu katika ziara yangu ya kikazi katika mtaa wa Isangijo. Nimefika katika nyumba inayojengwa, nyumba ya mchungaji wa mtaa. Na ninamshukuru Mungu kwamba Bwana amewabariki washiriki wa mtaa huu wa Isangijo. Makanisa 7 wamejenga nyumba ya mchungaji. Na hapa tayari conference imeleta mabati na wameshapaua na tayari kwa ajili ya kuanza kukamilisha sehemu iliyobaki ili mchungaji aingie. Ninatoa wito katika mitaa yetu yote 45 ya conference hii. Tunahangaika na msisitizo wa image change, kubadili taswira, ambapo pia moja ya maeneo ni kuhakikisha kwamba wachungaji wamekuwa na nyumba ambazo wanaishi zilizojengwa na kanisa. Conference ya South Nyanza inatumia zaidi ya milioni 90 milioni kwa ajili ya kulipa kodi za nyumba za wachungaji. Pesa hiyo ni nyingi sana. Tunatamani pesa hiyo iende katika shughuli zingine za kiuinjilisti, kufungua maeneo mapya, lakini pia kufanya uinjilisti. Kwa hiyo ninaomba, ninakumbusha na kutia moyo makanisa washiriki katika maeneo mbalimbali, tuhakikishe kwamba tumejenga nyumba za wachungaji ili wachungaji wetu wawe na utulivu na afya ya akili ya kuweza kufanya kazi kwa ubora zaidi. Ninawapongeza watu wa Isangijo na ninapongeza mitaa 15 ambayo tayari wachungaji wake wako ndani, nyumba zimekamilika. Na ninaiombea mitaa ambayo tayari imeshaanza, iko kwenye msingi, mingine iko katika level ya kupaua, washikamane kwa haraka, wamalize kwa haraka ili wachungaji wetu waweze kuwa katika nyumba ambazo zinamtukuza Mungu. Katika ziara yangu nimeona kanisa la Mkidoma ambalo linajenga kanisa, lakini pia nimeona kanisa lingine la Isangijo ambalo bado linaendelea kujengwa. Nimeona kanisa la Bujola ambalo na lenyewe linajenga jengo kubwa la gorofa. Nimetiwa moyo sana. Moja ya misisitizo ya kanisa ni image change, kubadili taswira, mahali ambapo tunahitaji ibada zetu ziendeshwe katika mazingira ambayo yana utulivu mkubwa. Tuna makanisa mengi katika conference yetu ambayo yako kwenye ujenzi, naendelea kuwatia moyo, kuwahimiza kukamilisha makanisa bora, mazuri, mahali ambapo mtu akiingia anapata furaha ya kumwabudu Mungu aliye mbinguni. Hii ni pamoja na vibweta vizuri, ni pamoja na visima vizuri vya ubatizo, ni pamoja pia na nyumba, lakini pia pamoja na washrooms, mahali ambapo zitakuwa ziko bora ili ziendane na hadhi ya Mungu tunayemwabudu. Ninawaombea baraka tele tunapochukua agenda hii ya kubadili taswira kwa kujenga makanisa mazuri, bora, ya kisasa ambayo yatamtukuza Mungu, na Mungu atubariki sana.